Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Ndugu zangu, baada ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, ni wapongeze viongozi mlio hapa leo. Ni matumaini yangu kwamba mtaishi na kiapo chenu, mtafanya kazi kwa weledi, uaminifu na uzalendo. Nataka niwakumbushe tu kwamba kikiuka kiapo, ukiapa unaapa mbele ya Mungu. Hii sio tu procedure ya serikali, lakini tunajua Mungu anatushuhudia. Kwa hiyo kikiuka moja katika mambo mlioyasema wenyewe hapa kwenye kiapo kile cha kazi na kiapo cha maadili, basi huwa kuna hukumu ya Mungu. Serikali inaamrishwa tu kupitia rais kwamba huyu ana haya na haya na haya, hebu weka pembeni, unaweka pembeni. Kwa hiyo niwakumbushe kuishi na viapo vyenu. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelyn. Mwenyewe nilikuwa namsikiliza kiapa, ni Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake, nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nilikuwa nafuatilia, nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, kaka yetu Mbatia, kila akisema tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni Watanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili twende pamoja. Na pengine tunapokosea huko, basi mtatusaidia kusema jamani, yalioko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria. Kwa hiyo Evelina, karibu sana ndani ya serikali. Umeapa kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, bosi wako huyu hapo, kazi ya ajira na mahusiano. Sasa ndani ya ofisi hii kuna jukumu kubwa la kuhakikisha kazi za Tanzania zinakuwa za staha, haki inasimamiwa, stahili za wafanyakazi zinakwenda vyema kote, sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini la pili, ajira za vijana wetu. Na kama unavyojua, ulivyosikia, tumeanza kutafuta ajira za vijana wetu nje ya nchi. Kwa muda mrefu tulikuwa tunapata hizo nafasi, lakini ndani ya wizara yenu huko kulikuwa kuna mambo yasiyoridhisha. Lakini tumepata, mwaka huu tumeanza kufungua. Tumeshapeleka zaidi ya vijana 7,000 nje, wasimamiwe haki zao, wasimamiwe maagent waliowapeleka vijana nje, haki zao kule na sheria za kazi. Serikali za kule zifate sheria zao, lakini na vijana wetu waende wakafate sheria za watu na stahiki za vijana wetu zipatikane. Eneo la tatu ni mahusiano. Mahusiano kwanza yanaingia kwenye kazi za, sekta ya kazi, kwamba tuna mahusiano ya utatu baina ya serikali, waajiri na waajiriwa. Kwa hiyo tuna mahusiano ya utatu kote, umma na sekta binafsi. Kwa hiyo hili nalo liendelee. Lakini mbali na hapo, nimewapa kazi ya kujenga mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali. Na najua Evelina, wewe hodari kwenye hili. Wewe hodari kwenye hili. Tumefanya kazi pamoja kwenye vyama vya siasa, nimeona uwezo wako. Kwa najua utamsaidia waziri wako kwenye hili. Katika kazi, jambo kubwa ni kuheshimiana. Nendeni mkaheshimiane. Kila mtu anajua majukumu yake, anajua mipaka yake. Kwa hiyo heshima ndio jambo kubwa katika kazi. Nendeni mkaheshimiane. Lakini jengine ni kuangalia tu kwamba mnakwenda kusimamia wajibu na viwango vya kazi ili nchi ifaidike na ijengeke kwa juhudi zinazofanywa na Watanzania wenyewe kulijenga taifa lao kwa kasi tunayoitaka. Upande wa pili, kama nilivyokuambia, mkasimamie haki ya wafanyakazi, lakini na haki zingine.
Mwingine nilifanya mabadiliko ya makatibu wakuu wawili, nadhani ndani ya sekta ya sheria na maendeleo ya jamii. Niliwabadilisha tu hivi. Maswi hayupo. Niliwabadilisha tu, na yale ni mabadiliko ya kawaida. Kwa hiyo nende nikafanyeni kazi kila mtu aliko huko. Lakini nasisitiza tena mahusiano ndani ya kazi. Kuheshimiana ndani ya kazi ndio jambo muhimu sana. Asante sana. Kwa upande mwingine, ndugu Heri Mahimbali, wewe tumekupeleka TEMESA. Kwa bahati mbaya, katika ripoti ya CAG, mkaguzi na mdhibiti wa mahesabu ya serikali, TEMESA haijasimama vizuri. Kuna mambo mengi yana maswali mengi yasiyojibika. Nataka ukaisimamie TEMESA. Kaifanye TEMESA iwe kweli chombo cha serikali cha kutumainiwa. TEMESA sasa unapeleka gari, wanalikagua, wanakuambia ile gari lina ubovu huu na huu na huu, lakini sisi vifaa hatuna nini. Kwa hiyo tunakupa hii sijui ndo nini wanasema, ile ruhusa serikali ya kupeleka nje. Kumbe wamepeleka gereji yake au gereji anayoijua. Au penginevo mafundi wale wanarudi wanakuja kuambia sisi tunaweza kulitengeza. Nunua tu hiki na hiki na hiki tutalitengeza hapa. Lakini kuna mambo mengi mengine yako kule. Ukiangalia ripoti ya CAG ya mwaka huu utaona mapungufu yaliyopo, na omba kayasimamie. Shirikiana na sekta, waziri wako, katibu mkuu, nadhani ni ujenzi. Kwa nenda kayasimamie. Kayasimamie, muende mkaitengeneze TEMESA iwe kweli ni chombo cha serikali cha kutumainiwa. Sina shaka na uwezo wako, na nadhani you are grown up, nenda kasimamie. Mhandisi Mwasalianda, ulikuwa UCSAF, tumekupeleka TCRA. Sina shaka na uwezo wako, we ni mhandisi. TCRA kuna uhandisi pia, kwa hiyo sina shaka na uwezo wako. Kafanye kazi, una probation ya miezi 6, tutaangalia performance yako, alafu before hatuja kuapprove kwa pale TCRA kamili. Dr. Jabir Kue, kwanza asante sana, umetufanyia kazi nzuri sana. Ukiwa TCRA umesimamia mambo vizuri sana, lakini kama mwanadamu tukubadilishe tu ukatusimamie na huko. Kwa tunakupeleka TCAA, nenda kaisimamie TCAA nako ifanye kazi yake. Hii ni sekta muhimu sana sana sana. Sekta zote mbili muhimu hizi ni muhimu kwa usalama wa nchi yetu, lakini ni muhimu kwa usalama wa watu wanaosafiri hapa na pale kwenye anga, lakini ni muhimu kwa kuweka mila na desturi za nchi yetu, hasa TCRA. Kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi zenu. Sina shaka na nyinyi, mmeonyesha uwezo mkubwa. Nendeni kafanyeni, kasimamieni kazi zenu. Hizi ni taasisi muhimu sana kwa nchi yetu, kazi simamieni vyema. Angela na Balozi Mwadini, nyinyi ni wa kwangu. Tutafundana vichwa tukiwa ndani huko. Tutaitana, tueleweshane, tuelekezane. Baada ya kusema hayo, sasa nirejee tena kuwapongeza mlio hapa, lakini niwaambie vyeo ni dhamana. Vyeo ni dhamana. Na ni dhambi kubwa kupata cheo ukavimba mabega, ukapandisha, ukawa untouchable. Wewe unanijua mimi nani? Who are you? Narudia tena. Wewe nani? Wewe nani? Wewe ni kiumbe kama mwingine, ila Mungu ameamua ushike hapo uliposhika, na amekupa hapo ili uwatumikie watu kama ni sadaka yako ukiwa duniani. Hutumikii watu, Mungu anajua na punishment zake. Kama nilivyosema, serikali inapitia tu, lakini mambo yote ni mwenyewe Mungu. Kwa hiyo niwaombee baraka za Mungu, mwende mkafanye kazi zenu vizuri, lakini nanyi mjichunge na mjitahidi kufanya kazi zenu.
Baada ya kusema hayo, asanteni sana sana kwa kunisikiliza, nawatakia kazi njema.